Application yetu tumeweza kuitengeneza kwa hatua zote zilizopita, na sasa tunakwenda kuidesign kwa section moja baada ya nyingine. Mambo vipi? Naitwa Director Sam na hii ni Sam Online Skills. Karibu tuweze kuendelea pale tulipoishia katika video iliyopita. Na kama hujaona video zilizopita zilizotangulia, basi usikose, fuatilia video moja baada ya nyingine. Na baada ya kumaliza mfululizo wa video hizi, basi utakuwa na uwezo wa kutengeneza application yako wewe kama wewe. Okay, kitu cha kwanza utakuja kwenye section, kisha utakuja hapa kwenye create section. Baada ya kufika hapa, utachagua ni section ya kitu gani unayotaka kutengeneza. Tunaelewana? Okay, sawa. Sasa sisi kitu cha kwanza tutatengeneza section ya kwanza kwa ajili ya kuwasiliana sisi kwa sisi. Yaani hiyo itakuwa ni section ya mawasiliano ambayo naweza nikatuma ujumbe, watu wote kwenye application wakauona na wao wakanijibu, na mwingine akamjibu mwingine kwa njia ya public ama kwa njia ya private, kama ambavyo kwenye WhatsApp unaweza ukawa na chat na watu kwenye group na bado ukachati na mtu private. Sawa? Okay. Sasa utakachokifanya hapa, utakuja kwenye sehemu imeandikwa chat. Hapa kuna web, kuna HTML, kuna nini, vitu vingi sana hapa. Ila wewe utakuja kwenye chat. Ukishagusa chat, ina maana utakuja utaandika hapa section yako, utaipa jina. Sawa? Hapa tutaandika community, ndio kwamba hii ni kipengele jamii. Sawa. Login type, mtu aingie kwa kutumia email, kwa kutumia hizo hapo Facebook au nini. Lakini kwa sababu tayari mtu amesha login kwenye application, tunaweza tukaondoa kwamba mtu aingie tu, haina haja ya ku login. Lakini tukiweka login, hii hapo kulogin kulogin hapa, kuna kulogin kwa lazima kwa kutumia hiyo Google account, lakini kuna hii ambayo ni kwa hiari. Ila NS tutaweka no kwa sababu tayari amesha login kwenye application, ndio. Tutakuja profile image, mtu ana uwezo wa kuweka profile image, lakini pia kuwe na private chat tunaruhusu. Video chat turuhusu mtu kuweza kuchat kwa kutumia video, sawa, tutaruhusu. Lakini pia send image in private chat, mtu aweze kumtumia mwenzie picha kwenye private chat, sawa. Send videos, video je, mtu anaweza kutuma kwenye private au kwenye nini? Tutasema don't allow, online private, online public, in private and public tutaruhusu. Popote mtu anaweza kutuma. Image tutaallow, text to speech icon, kama kuwe na icon inayoonyesha kubadilisha maandishi kuwa speech tutapress yes. Sawa. Report user icon, sawa. Kuwe na, ikiwa kuna mtumiaji ambaye anakiuka taratibu ama kanuni misingi ya kimaadili, mtu anaweza kumripoti. Sawa. Kwa hiyo hiyo icon iwepo, mtu anaweza kuripoti. Profile comments, sawa. Mtu anaweza kucomment kwenye profile ya mtu, tutaweka no, sawa, au yes, to allow tu, haina shida. Jenga engagement, ila sema tu watu watakiwa kuzingatia misingi iliyopo, kwamba asivunje haki za binadamu, yani asimfanye mtu mwingine akajiona hayuko salama kwenye application hii. Kila mtu atakiwa afuate misingi na tamaduni zetu kama Watanzania, sawa. Na kitu kingine hapo kwenye profile image gallery, kama mtu awe anaweza kuwa na gallery ya picha zake hapo, sawa. Profile video gallery, mtu anaweza kuwa na video zake, sawa. Distance, kwamba mtu iweze kuonyesha umbali kati ya alipo mtu na mtu mwingine. Taka don't show. Hii kwa issue ya usalama, sio watu wote kwamba wanakuwa na nia njema. Mtu anaweza kawa na nia mbaya na mtu mwingine, kwa hiyo akamfuatilia kupitia application hii, hicho kitu hatutaki, sawa. Birthday, ionyeshe nani birthday ya mtu au tarehe ya mtu ya kuzaliwa, ndio, lakini iwe ni hiari yake yeye mwenyewe kuchagua. Jinsia pia iwe ni hiari kuweka au asiweke. Description hii tunaiondoa. Anyway, tuiweke ili kusudi mtu awe na uwezo kueleza maelezo yake yeye ni nani, lakini ni kwa hiari, akitaka. Asipotaka basi. User online indicator, kama yuko online itaonyesha hapo kwamba yuko online, kama yuko online itaonyesha hapa. Tutaweka mimi itakuwa inaonyesha, tukiweka no haitakuwa inaonyesha chochote.
Sawa. Mtu ambaye atakuwa anaonekana yuko offline ni mtu ambaye hakutakuwa na activity yoyote ndani ya dakika ngapi, tutaseti hapa labda dakika 30. Mtu ambaye hatakuwa na activity yoyote kwenye application kwa muda wa dakika 30, itakuwa inaonyesha kama mtu yuko kama hayupo online, ndio. Minimum time between notification. Sawa. Haya. Anyway, tuta send notification muda wowote. Always send. Sawa. Ukiweka minimum time kwamba itakuwa inaonyesha muda fulani, inaonyesha mtu hayuko. Okay. Angalia vitu vingine vya muhimu. Allow click on link. Je, unaruhusu watu click kwenye link kwenye application hii? Utaruhusu yes. Kama mtu kwa mfano umetuma link, mtu anaweza kuifungua. Sawa. Hapa word not allowed, maneno ambayo hayaruhusiwi. Unaweza ukayaweka hapa. Maneno gani ambayo hayaruhusiwi utaseti hapo. Kama usipoweka basi itakuwa imejiseti yenyewe automatically kulingana na sheria za Google. Sawa. Access to other apps. So user will be able to access to the chat in other apps. Kama mtu ataweza ku access chat kwenye app nyingine, sisi tutakataa kwa sababu hatutaki mwingiliano. Access from other apps, watu walio kwenye app nyingine wasiweze kutuingilia. Pia tutatoa no. So delete added images automatically. Kama kuna picha ukiweka no basi, na ukiweka yes, kama mtu akiweka picha zozote ambazo zinaonyesha masuala ya uchi, masuala ya ngono, basi zitaweza kuwa deleted automatically. Sawa. Chat color tutaacha iwe imesetiwa na application automatically. Ukiweka no basi itakuwa hivyo. Haya, tutaangalia mfumo wa chat zetu zimekaaje, icon hivi au hivi. Sawa, tutachagua hii hapa ndio iko vizuri zaidi. Color iwe ni auto au unaweza kuchagua, ukiweka custom utachagua rangi yako mwenyewe, lakini acha tuweke iwe auto kwa sababu itasaidia kulingana na rangi iliyopo kwenye application, basi ile itaweza kuonekana hivyo. Okay. Profile and the private icon must be square. So hapa tutaweka icon ya profile chat na icon ya public chat. Profile pamoja na private chats. Sawa. Itaonekana hapo photos, videos, vitu vyote ambavyo utakavyoweka vitakuwa vinaonekana hapo. Sawa. Send emoji. Kama utaweka basi zitakuwa zinaonekana ambazo zimesetiwa automatically kule. Kwa mfano kama hapo tunaona hii hapa kwenye send itaonekana hivi. Unaweza ka download vya kwako ukaweka hapo. Ila kwa sasa hivi kwa sababu tuko nje ya muda kidogo, tutaenda moja kwa moja. Kwa hiyo hii kila mmoja ataseti anavyotaka. Kwa hiyo sisi tunaweza kaja kurudi sisi kuseti huku tunavyotaka sisi wenyewe. Background image wakati wa kuchat tutaweka au tunaweza kuja kuweka baadaye. Tutaenda kisha tutaangalia hapa image zoom, fit to ratio. Kama umeweka background image ita zoom kulingana na ratio ya screen, lakini image margin tutaweka no, tuiache hapo. Haya, hapa tutapaacha, tutaparuka popote. Okay, advanced tutakuja kwamba je, mtu ili kuweza kuingia kwenye menu hii anatakiwa kuangalia kwanza hii je ionekane kwenye menu kuu, ndio. Lakini je, hii section mtu kuingia anatakiwa angalie video? Tutasema ndio. Kama mtu anaangalia video ina kama sekunde 30 hivi ndo anaingia, au tusiweke. Kwa mfano ukiweka ina maana itakuwa inakuongezea idadi ya watu wanaoangalia ads. Sawa. Mtu ataingia anaangalia basi anaendelea mambo yake. Kwa sababu kwenye chats mara nyingi hasa kwenye matangazo ya Google AdMob huwa yaingii kwenye chats. Kwa hiyo wewe njia pekee ambayo itakufanya watu waangalie tu video yako ni ile tu akiwa anaingia na angalia video yako mara moja anaingia basi. Kwa sababu kule bana hazifanyi kazi. Labda kama wamebadilisha sasa hivi wameimprove. Okay. Lakini kuna pay for access. Kama je, mtu kuingia kwenye hii section anatakiwa alipie? Ukiweka yes na maana mtu hawezi kuingia bila kulipia. Ila sisi tunaweka no kwamba kuna kulipia. Sawa.
included section hapo utaparuka. Sawa, hapo utaparuka, utatoka, utakuja inayofuata pote hapo utaparuka, utaachana napo hapo, utakuja kingine kinachofuata. Basi unaweza kuweka picha ambayo itaonekana kwenye hii section. Inaonekana picha gani? Labda kwa sababu hii ni sehemu ya kuchat, tutakuja kwenye gallery, tuchague ile icon ambayo inaonyesha chat. Sawa, huko sidhani kama inaonekana, ila kule juu mwanzo wakati tunaingia ilikuwa inaonekana. Huko kunakuwa kuna vitu vingi kidogo. Sawa, tutachagua. Angalia kama ukiiona huku utachagua, ila usipoiona basi unaweza kuchagua kwenye picha ambazo unazo wewe, au unatafuta picha online then unakuja kuiweka hapo. Mfano hapa mimi nimetafuta nimekosa. Kwa hiyo nitakuja labda huku kwenye sehemu yangu ya kudownload, nitaangalia picha naitaka mimi, si ndio? Kwa mfano hapa tunataka chat, tuseme chatting. Alafu utakuja hapo kwenye katika chatting icon au icons. Imeandika chatting, imeandika charging. Lazima kubadilisha neno moja tu basi umeshabadilisha maana, na ukishabadilisha maana basi badilisha maana basi unakuwa unaweza kupata kile unachokitafuta. Kwa hiyo unakuja kuangalia katika hizi kwamba ni ipi ambayo unaona itafaa kwa application yako, ipi ambayo itapendeza. Labda mimi nichague hii hapa. Sawa, nita download. Then kija huku nitakachokifanya hapa si amna, ina maana hii nita cancel. Nitakuja kuchagua hapa ili nije kwenye simu yangu huku, tafunguka, nitachagua hii hapa. Lakini masharti ni kwamba hapa inabidi iwe kwenye square, mfumo wa square. Sawa, ikikurudisha hivyo unarudi unabonyeza tena afu unaendelea, then baada hapo uta save. Sawa, okay. Kabla hatujaendelea katika hatua inayofuata, video ijayo tutaanza kudownload kwanza application yetu kabla hatujaenda kwenye section nyingine inayofuata. Tuta download, baada ya hapo tutaweza kuwa tunafanya vitu vingine tukiwa tunaendelea kuona mabadiliko yalivyo. Maana nikija kwenye download, nikiangalia kwa download hii inaonekana tunaweza tukai download tayari. Kwa gusa link ya application yangu atakutana nayo hivi. Huu ndio muonekano wa application, itakuwa inaonekana hivi, lakini hii ndio description yake. Sawa, tukutane muda na wakati mwingine. Director Sam, bye bye.